نحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه وعلى المتقين إلى جنات النعيم والخلود في جنات النعيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنار للسالكين طريق سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtaka rehema na amani mtukufu daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Wapendwa katika imani, kabla hatujaingia katika nukta yetu ya leo au mada yetu ya leo, najihusia nafsi yangu kwanza pamoja na kuhusia waumini wenzangu juu ya swala zima la kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika kitabu chake kitukufu, kitabu ambacho hakina shaka: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, ila akhir al-aya. Enyi waumini, mwogopeni Mola na iangalie nafsi ambacho kwamba umekitanguliza kesho yako. Huu ni wasia tunapewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tumogope Mola tukiangalia nini tumetanguliza kesho yetu. Mada yetu leo katika imani, tutasimama na aya inayosema ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika karim. Ewe mwanadamu, kitu gani kimekwenda kukusahulisha wewe kwa Mola wako mtukufu? Ama kitu gani kimekughuri wewe mpaka ukamsahau Mola mtukufu? Wapendwa katika imani, wanadamu au waumini au waislamu tumejisahau sana na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tumejisahau sana na ibada za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tumejisahau sana na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akasema ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ewe mwanadamu, ni kitu gani kimekusahulisha kwa Mungu wako wewe? Ni swali hilo laulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Mola ambaye kwamba amekuumba wewe kisha akakuweka ukawa simama sawa sawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ana uwezo kuniumba mimi na wewe kwa sura ya kitu kingine ambacho kama si hiki cha mwanadamu, lakini tukapata utukufu mimi na wewe tukaumba kwa sura nzuri, umbile zuri. Huyu mwanadamu yeye anajisahau kwa kuwa ameletwa duniani. Kwa sababu gani? Kwa kuwa ameletwa duniani kwa malengo gani? Umekwenda ama tumeenda kujisahau kabisa, tukafanya duniani ndiyo tumefika, tukasahau ya kwamba
kuna siku tutakwenda kufa. Ya ayuha insanu, ewe mwanadamu, ayi shay'in gharraka bi rabbikal karim, kitu gani kimekwenda kukughuri wewe na Mola wako? Al-Mannan alladhi awjadaka min al-adam, kitu gani kimekwenda kutusaulisha na Mola wetu, Mola ambaye kwamba ametufanyia wema mkubwa sana, Mola ambaye kwamba ametuleta duniani baada ya kuwa hatuko katika dunia hii. Al-ata ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, wanadamu ndio kiumbe cha mwisho kuumbwa katika ulimwengu. Hao wengine wote unaosikia wameumbwa mbele yako mwanadamu. Kwa hiyo kiumbe cha mwisho kuumbwa ni mwanadamu. Hal ata ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Je, hazikumpitia zama huyu mwanadamu miaka alikuwa si kitu chenye kutajika katika ulimwengu huu, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kutuleta duniani na sisi wanadamu. Wasawwa khalaqaka fi ahsani surati, na baada ya kutuleta duniani akatupatia umbile zuri. Wa atammaha, na umbile ambalo kwamba limekamilika. Faja'alaka mu'tadila al-qima, Mola Subhanahu wa Ta'ala akanijalia mimi na wewe ikiwa tumesimama sawa sawa, hatukuinama kama wanyama wengine au viumbe wengine. Jamila sura, badi'a khalqati au badi'a khulqa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaumba mwanadamu kwa sura nzuri, badi'a khulqa, hapa kwamba mwanadamu ni yeye umbile lake limezushwa. Mwenyezi Mungu alizua umbile zuri zaidi baada ya viumbe vingine kwa vimetangulia. Kaletoa umbile lako peke yako wewe ambalo kwamba ni jipya. Ama tara tatanasabu jawarihat, uone vile ambavyo kwamba viungo vako mwanadamu vimelingana na vinaingiliana. Wa ajaiba hawasaka, wa ajaibu hawasika, na ajabu za hisia zako, nafsi yako inavyofikiria, mapigo yako ya moyo yanavyopiga. Hii ni ajabu kubwa, si mchezo. Angalia, wazungu wameunda masimu, kumeundwa nini, lakini mara utasikia imerepuka, mara utasikia imeharibika, mara utasikia haifanyi. Lakini wewe mwanadamu uko katika hali nzuri, una haja kuchajiwa wala una haja kwa betri. Wewe siku zote unaenda na umbile lako zuri. Lakini pamoja na yote hayo, kwa umeumbwa kwa umbile zuri na unaenda unavyotaka wewe, unavuta pumzi za Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini umesahau kwamba Mola amekutendea wema. Neema nyingi Mola Subhanahu wa Ta'ala ametupea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lau angetaka angeniumba mimi na wewe katika umbile la jibwa ama ng'ombe au punda, walau shaa Allah Subhanahu la sawwaraka fi surati qabihatin. Lau Mola Subhanahu wa Ta'ala angetaka angekuumba wewe mwanadamu katika sura mbaya, sura yenye kutisha. Wa khalqati muhinatin, na akakuumba katika umbile ambalo kwamba la kudharaulika, ambalo halina maana mbele ya mtu yote, kama punda, kama mbuzi, kama ng'ombe, kama tumbili. Hao wote wanatembea na miguu minne, hao wote wanatembea pamoja na kuwa anaambiwa hii ni miguu, hii ni mikono. Ukimkata hiyo mikono anaweza kutembea, lakini wewe ukikata mikono unatembea, kwa sababu hutembei kutumia mikono. Wewe unatembea kutumia miguu, unakula kutumia mkono. So ukikata mikono utatembea, lakini hautokula.
Lakini ukamchukua mbuzi au ng'ombe ukamkata mikono, hiyo ambayo mnasema ni mikono, ukimkata story yake imesha, hawezi tena kutembea, atakuwa ni kudanga pale pale mpaka siku zake za kufa zifike. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala karramaka wa rafa'aka wa faddalaka ala kathir. Mola Subhanahu wa Ta'ala akakutukuza wewe mwanadamu na akakuinua wewe mwanadamu na akakufadhilisha wewe mwanadamu kuliko viumbe vingine wote min khalqihi, waja'alaka ahlan litaklif. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala baada wewe mwanadamu kupewa umbile zuri, kupewa mikono mizuri, kupewa miguu mizuri, kupewa sura mzuri, kupewa nywele mzuri, akafanyaje? Waja'alaka ahlan litaklif, akakujalia wewe mwanadamu ni mtu wa kubebeshwa majukumu. Wewe mwanadamu ukapewa nini? Majukumu. Mbuzi na ng'ombe na punda hawana majukumu wale, kwa sababu hawana akili, kwa sababu hawana umbile zuri, ndio maana hawakupewa majukumu. Mimi na wewe, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, hakika tumemuumba mwanadamu. Mola mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala anasifia mwanadamu, anasema tumemuumba mwanadamu katika umbile zuri. Hakuna mnyama ambaye amesifiwa au kiumbe ambacho kimesifiwa kimeumbwa kwa uzuri, mpaka Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kwa hivyo wewe mwanadamu kaa ukijua hakuna kiumbe ambacho kwamba kina sura mzuri, kina maumbile mazuri, kina haiba mzuri kama mimi na wewe. Tukapewa nini? Majukumu. Tukaja tukapewa sisi majukumu. Fahali yaliku bidhalika, je, sisi tuliopewa majukumu twaingiliana na hao majukumu au tufanana na hao majukumu au tumeyakubali majukumu? Sisi letu kubwa atakdhiba ni kusema uongo, kukanusha aya za Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumuasi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumwanisha Mola Subhanahu wa Ta'ala ujeuri. Hayo ndio yetu, kukanusha aya za Mola, kumwanisha Mola jeuri. Wewe mwanadamu ikiwa umefika bahali mpaka kumwanisha Mola jeuri na kukataa kuswali, leo swala haziswaliwi. At-taklif, mmoja katika majukumu ni kule kuwa umeambiwa uswali swala tano, hayo majukumu. Maana mwingine ukisikia majukumu ajua yeye mimi mbaba, school fees, madrasa fees, sio kula mmoja katika majukumu ni kule kuswalisha. Kule kuswali swala tano wewe ni majukumu umepewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, atakana uyafanye. Lakini leo misikiti yetu imebadilika, imekuwa mfano wa zile ibada zingine. Misikiti itajaa Ijumaa, lakini baada ya Ijumaa humuoni mtu. Unajiuliza, zilikuja basi mbili kutoka sehemu fulani ndio watu ndio hao msikitini ni wageni wameletwa na basi. Yaani majukumu yetu tumeyasahau. Kuswali ni moja katika majukumu Mola Subhanahu wa Ta'ala ametupea. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa hamalahu al-insanu innahu kana dhaluman jahula. Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema tumechukua hili Qur'an, inna aradna al-amana, tumechukua amana ala samawati, tukawapatia hii Qur'ani. Mufasiruna sema amana ni Qur'ani, wengine sema ni dini. Tumepeana hii Qur'ani kwa majabali na mbingu na ardhi, zote zikakataa ya kwamba hii ni amana mzito sana. Qur'ani, majabali na ardhi na mbingu wakakataa kuchukua Qur'ani kusema hii ni amana mzito. Wa hamalaha al-insan, lakini mwanadamu alipopewa Qur'ani alikubali. Alipopewa Qur'ani mwanadamu alikubali, aliona na aliweza hili jukumu mimi kutekeleza. Na tabaan twaweza kutekeleza jukumu la Qur'ani, ila ni vile tu hatutaki, tumesahau, tumetolea maanani. Kisha Mola anasema innahu kana dhaluman jahula, huyu mwanadamu
ni mwenye dhaluman, ni mwenye kudhulumu sana, jahulan, kisha ni mjinga. Na ndio aya hili Sayyidina Umar bin al-Khattab kati aliposomewa ya ayuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim, kitu gani kimekwenda kughuri wewe na Mola wako? Sayyidina Umar bin al-Khattab asema wallahi al-jahalatu. Sayyidina Umar asema kitu kilomdanganya mwanadamu ni ujinga pekee yake, hakuna kitu kingine. Mwanadamu amefanywa ili akatae ibada, akuzie, awache, ni kwa sababu ya ujinga wake. Mola Subhanahu wa Ta'ala ukatosema innahu kana dhaluman jahula, mwanadamu ni mjinga, mwanadamu ni mwenye kudhulumu. Sayyidina Umar aliposemewa ma gharraka bi rabbika al-karim, akasema hakuna kingine, wallahi billahi, mwanadamu kinamfanya apate jauri ni kule kuwa ni mjinga. Kwa hiyo ina maana wanadamu wengi sisi kwa sasa ujinga umetubeba. Ujinga umetubeba. Haimaanishi kwa wewe ni shekhe umesoma dini ndio si mjinga. Hata shekhe aliyosoma dini kama haswali swala tano ni mjinga. Hata daktari ambaye kwamba anasomesha university za Kiislamu kama haswali swala tano ni mjinga. Kama hafungi ni mjinga. Kama hafanyi yale yote ambayo yanamridhisha Mola, anaingia katika ujinga. Kwa hivyo wewe pia ambaye kwamba hukusoma, usiwe mjinga mara mbili. Usiwe mjinga mara mbili. Kwa mara moja tu kwa huna elimu ya dini, lakini uko tayari kufuata kila ambalo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ameenda kukuamrisha. Kwa hiyo wewe ukafanya madhambi, ukatarajia kwamba madhambi haya hakuna anayekuona, ukatarajia kwamba madhambi haya unafanya kwa siri, ya kati madhambi ama tastahi, wallahi fil khalwati thanika, wallahu fi khalwati thanika. Mmoja katika ahlul ilmi anasema ya kati madhambi, ewe mwenye kufanya madhambi kwa siri, ama tastahi, je wewe huoni haya? Je wewe huoni aibu? Wallahu fi khalwati thanika, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ile privacy yako, basi Mwenyezi Mungu ndiye wa pili wako. Pale ukajiona wewe unafanya hilo kwamba hakuna ananiona, umeangalia right, ukaangalia left, ukaangalia nyuma, ukaangalia mbele, niko peke yangu sasa, wacha niibe. Hauko peke yako, uko na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu fi khalwati thanika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika private yako yeye ndiye wa pili wako. Kwa hiyo wewe usijione uko peke yako ukafanya utakalofanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuangalia. Gharraka min rabbika imhaluhu wa sitruhu tula masawika. Asema gharraka, ambacho kwamba kimekudanganya wewe mwanadamu, ukaenda ukakuzia hizi ibada ama ukaenda kufanya madhambi na ukaweza kumsahau Mola Subhanahu wa Ta'ala. Imhaluhu, mkule Mola Subhanahu wa Ta'ala kukupatia muda, mkule Mola Subhanahu kukuchelewesha, ni kule unachokifanya cha kudhulumu, cha kuiba, cha kusengenya, cha kunini, ikawa wewe umeangaliwa kwa vile vile tu, ndio imekufanya wewe unakuwa kwenye uko sasa hivi. Imhaluhu, ndio Mungu asema katika suratu Tariq, nuskosei famahilil kafirina amhiluhum ruwaida, wapatie muhula wale makafiri. Famahilil kafirina, wapatie muhula wale makafiri. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala unachokifanya na kupea muhula. Ndio huyu shekhe akasema wewe kule kujisahau na ibada na ukajiingiza katika maasi ni kule kupewa muhula na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Zamani wakati wa nyuma, umma za nyuma zilizopita, si wakati wa nyuma wakati Muhammad, uko nyuma manabii waliopita kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi walikuwa wakifanya madhambi, inaandikwa hapa, wewe ukizini, ukitoka nje tayari ushaandikwa hapa zania, umezini.
Umeiba, utaona umeandikwa hapa kwenye uso umeiba. Ni wakati wa nyuma kulikokuwa. Haya, na sisi ingekuwa leo ukiiba umeandikwa hapa sare. Mwangalie vile kana mjambazi huyo. Nani angeiba? Kwa hivyo hii system Mungu angeendelea nao tungekwaje? Ingekuwa msikiti utoshi hadi Kitengela msikiti huu. Utoshi wapi huu? Hauswali umeandikwa tariku swala. Yaani watu wote kuona wewe ni tariku swala. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi yake kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa huruma yake kwa umati Muhammad ikaondoshwa hii. Ikawa wewe unapoiba, unapofanya madhambi huandikiwi chochote hapo. Mwenyezi Mungu anakupa muhula. Laala utaleta toba. Kwa hivyo kule Mola Subhanahu wa Ta'ala kunipatia mimi na wewe muhula, wasitruhu tula masawika, na kukustiri Mola kwa mengi ya madhambi yako unaofanya. Mola anakustiri. Mola anajua wewe umefanya ambaye sijui ni mimi shaka. Hapa msikitini pengine kuna mwingine ananisigenya hapa kiakili tu imamu nani vipi. Lakini mimi sijui, Mola naye ajui. Mola anajua. Kwa hiyo utakapofanya wewe kaa ukijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakujua, analiona. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ewe mwanadamu, ni jambo gani linakwenda kukusaulisha Mola wako mtukufu? Mbona tusifanye ibada? Mbona tusiswali swala tano? Juzi katika Eid al-Adha mimi nitapima kwa kipimo cha binadamu. Sasa mimi sijui sio. Sawa. Eid al-Adha hii hapa Kitengela wale watu ninawajua mimi ambao mnajua ni Waislamu. Najua ni waumini. Yaani wanaochinja katika hii udhiya wale ninawajua mimi watu 4 au 5. Watu 4 ama 5. Kwa nini ustadhi jua hivyo? Kwa sababu ndio wanaoniletea nyama. Wala sifanyi kampeni mniletee nyama. Ndio wanaoniletea. Kwa hiyo ikiwa wewe unaswali msikiti huu na umechinja na kumletea imamu wako umempelekea nani? Wala usifikiri kwamba ninafiriza bili hapo kwa sababu nyote hapa mchinja alafu nyote mniletee. Nyama hiyo mimi nitafanya nini? Kuna mmoja alhamdulillah alileta mbuzi mzima alichinja alafu ameleta mbuzi mzima. Mbuzi huyo. Hakuna mbegu anja ndani wako. Lakini analeta na ngozi yake. Tukamchuna hapa vijana wapo hapa. Na nikagawanya wote mimi nikabakisha matumbo. Yaani matumbo shefe nyumbani nilifukuzwa nayo. Ambao mbuzi wote wamemtoa na matumbo, ama tupata mtumbo na mpe. Wallahi billahi niko kwenye mimbar hapo. Wao mbuzi mara ndio onekana kingia mbuzi. Kishuka hivi mama ndio haya matumbo ndio yatuambia. Hiyo matumbo pia kana Uislamu patie. Kwa hiyo mimi ukiniletea mbuzi, ukiniletea nyama nyote mkaleta, mimi siwezi kula nyama zote tosha. Wala sina freezer kwa nyama zote. Lakini utakuwa umeweka rekodi nzuri kwa imamu wako. Mimi lazima nitapeana na hiyo ndio sifa imamu. Ukiletea kikunia cha mchele, kesho Muislamu akigonga mlango mtukulie kilo moja patie, kesho kutwa atakuja mwingine. Hapa msikitini ama misikiti yote, mtu mwenye shida anaenda kwa imamu haji kwako shaka. Wewe bahati mbaya huko kwa siku hizi, yule anayekuja kwako jua yeye hana shida, wale ni mtu wa kuomba. Lakini mara nyingi sana mwenye shida kikweli huenda kwa imamu. Sasa ikiwa imamu mfuko na tundu mtapa nini, mtamsaidia nini? Hakuna cha kusaidiwa. Kwa hiyo mimi nitasema wanaochinja sababu yama kisimamishwa katika watu hapana wanaochinja wangapi? Nitasema 4. Kwa nini ndio wanaletea nyama mara mimi sijui rai. Sasa ikiwa wewe kumletea imamu nyama na maana imamu wako hajamkubali wewe, ni mwizi, mjambazi, ni mlafi. Mimi nitatafsiri hivyo, sio wewe utatafsiri vipi? Kwa hiyo wewe lete mkono wako mmoja na mwingine mkono na mwingine mguu, hizi zote zitaenda kwa maskini. Mwingine juzi alikuja ustadi nitaka nyama, kaambia hakuna nyama. Ustadi nyama yote, kaambia vile sina mazoea na wewe kuingia kwangu, lakini ungekuwa na mazoea kwangu nikufungulia friji langu angalie. Kuna nyama? Kisha ndio ungejibu swali.
yasikitisha. Ngomba nini? Tumedharau ibada. Ngomba nini? Tumekwenda kudanganyika na dunia. Tukadharau sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio nilisema siku hii weakness ya Muislamu ni kusikia sunna. Waislamu tukisikia sunna basi hii haina shida hii. Haya, hiyo sunna haina shida, umeacha na swala tano na wasizwali. Lakini pia nilisema hiyo sunna ukiacha unapata madhambi. Ile kwa hii sunna tayari hiyo ni dharau, yani umedharau aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kwamba aliyofanya Muhammad la kibuzi tu ndio maana wewe ufanye. Kwa hiyo unapata madhambi. Ya kwamba aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam halina maana ndio maana wewe kalidharau. Kwa hiyo sunna ndio weakness yetu sisi Waislamu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ewe mwanadamu, ni kitu gani kimekwenda kukusaulisha ibada za Mola mpaka kwa muasi Mola subhanahu wa ta'ala? Ama wangojea siku ile Mola anasema hata idha akhadhahu lam yuflitu. Mola akikwamlia kukufanyia hivyo ukikukosesha, Mola anaweza kukuzibia pumzi tu wewe. Sasa hivi ukaingizwa ICU, ukakae ICU wiki mbili. Ukawa wewe shahada zote piga wewe na toba zote waleta wewe, na baada hapo mimi sasa nikitoka hapa ya Rabbi sitoki msikitini, na ukatoka ICU na msikiti utopita. Ma baraka bi rabbika karim. Kitu gani kinakusababisha? Kitu gani kinakupea jeuri? Ule Mola subhanahu wa ta'ala kuwa na huruma nyingi kwetu sisi. Lakini ingekuwa si huruma ya Mola kwa waja, wengi tungeangamizwa sisi. Wewe ukitaka kujua huruma ya Mola, angalia kwa mbali sana, mfano mbali. Wallahu mathalul a'la, Mwenyezi Mungu apigi mfano na wanadamu. Lakini kidogo utakaoelewe, angalia mama, wachana na baba, angalia mama. Mama kawa na watoto wawili, mmoja mwizi, mmoja mzuri. Ujue mama yule mwizi ndiye atapendwa. Hiyo ndio iko. Kisha yule mwizi akaja polisi kumshika nyumbani. Mama atasema wallahi billahi tallahi mwanangu si mwizi. Na anajua mtoto wake mwizi. Ni nini? Mama ni mwongo. Huruma ya mwanae hawezi kumpa kutoa mwanae kwa ni aende jela, anafikiria vile atakapokwenda kuteseka. Sasa huruma ndogo sana kabisa kama hiyo mama kwa mwanae, vipi huruma ya Mola subhanahu wa ta'ala kwa sisi? Ndio maana unazini, unaiba, unasengenya, unadhulumu na Mola anakuangalia tu. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله عليه وسلم محمد